na ina malengo namna gani, yatakaofahamu kwanza ile imani al-haqiqi. Imani ya hakika ni nini? Qur'ani imejaa kukufundisha imani hiyo, lakini mpaka uwe na macho ya kuionea, mpaka uwe na moyo wa kuifahamu Qur'ani namna kama hiyo. Mwenyezi Mungu anasema kama utamchezea Mwenyezi Mungu utakuwa na kiburi kwa mfano, basi Mwenyezi Mungu anasema katika sura Al-A'raf, saasrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq, mimi nitaziondosha aya zangu katika kutambulikana, kufahamika, kueleweka tafsiri yake, maana ya ndani. Nitaondosha jambo hilo kwa wale ambao yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaqi, wanafanya viburi katika ardhi hii bila haki ya kiburi. Maana sahibul kibriyai alwahid huwa Allah. Ukichukua kiburi, basi kwa hakika Mwenyezi Mungu anasema katika hadithi al-Qudusi al-Jalil, al-kibriyau ridai, viburi ni nguo yangu mimi ya juu. Wala adhama, na utukufu, mtu kujitukuza yeye ni nani, izari ni nguo yangu ya chini. Faman nazani, yoyote atakayeniondolea akanivua wahidan minhuma, mmoja katika nguo zangu mbili hizo, sitara yangu mbili hizo peke yangu, ndo mwenye nazo mambo hayo, ndo mwenye nayo mambo hayo. Faman nazani wahidan minhuma, anasema Mwenyezi Mungu, qadhaftuhu fi nnari wala ubali, nitamrembea katika jahannam wala sijali anafikia nini, wala sibali, yeye ni binadamu, anaumia, anateseka, sina habari. Kibri kinafanya mpaka Qur'ani isitambulikane katika moyo wa Muislamu. Saasrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaqi, watakuwa wenye viburi hawa, wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha, hata waone dalili gani ya aya ya Qur'ani hawezi kuiamini, kwa sababu mna viburi katika moyo. Wa in yarau sabila ar-rushdi la yattakhidhuhu sabila, wakiona njia ya uongofu hawatuchukulia kwamba hiyo njia ya uongofu. Wa yarau sabila al-ghayy, lakini wakiona njia ya upotofu ndiyo yattakhidhuhu sabila, hapo wanapoichukulia kwa ndio njia ya kufuatwa. Saa ma yahkumun, ni mabaya sana ambayo wanayahukumu. Tahadhari na kuwa na majivuno katika moyo wako, hata ufanye ibada gani. Mwenyezi Mungu kama ataondosha fahamu ya Qur'ani, akunyime falsafa usielewe, basi ina maana amekutupa pala pabaya. Maana heshima yako yote iko katika kuelewa Qur'ani, Mwenyezi Mungu anasema nini. Kwa hivyo imani ikikosekana hakika yake, ndio utamwona mtu anazuia mkono wake, hauendi haunyooki kuwasaidia wengine. Wayakbidhuna aydiyahum anil infaqi, wanazuia mikono yao hiyo kutokana na kutoa, wasadakati, na sadaka mbalimbali, kama qala ta'ala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu mtukufu, yaamuruna bil munkari, waliokuwa hawakufahamu imani ni kitu gani, sifa zao utakuta wanaamrisha uovu. Wayanhauna, na wanakataza, anil maarufi, uwema. Na la tatu katika mabaya yao, wayakbidhuna aydiyahum, wanazuia mikono yao. Watu hawa ndo wasemweje? Pasemwe nini kwa watu hawa? Hakuna la kusemwa jengine isipokuwa nasullaha, wamempuuza Mwenyezi Mungu. Tunasema tafsiri ya hapa nasullaha ni kupuuza, ni kudharau, na sio kusahau. Inakataliwa kabisa kabisa na waliosoma tauhidi kwamba anapatikana mja wa Mwenyezi Mungu katika ardhi hii, bali mpaka mbinguni, bali mpaka baharini, popote pale, kwamba atamsahau Mwenyezi Mungu. Haiwezekani. Lazima Mwenyezi Mungu atamwekea jambo la kumkumbuka yeye, lazima. Pengine jambo hilo
ni kupata riziki yake, akala akashiba, kisha akaona tumbo hilo la mhangaisha, la msokota, lazima apate choo ende akatoe haja. Atamsahau Mungu kwa njia gani? Na ndiyo maana bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama akatuwekea mwenendo, ukishamaliza haja yako, ukitoka chooni, shati ukubali kwamba wewe ni mnyonge, ukubali wewe ni dhalili mbele aliyekuumba, useme ghufranaka, tunakutaka msamaha Mwenyezi Mungu. Nani sisi binadamu? Tizama sasa hivi unavyojiona mzima wa afya, umechangamka, unafurahia maisha, baada ya dakika 2-3 ulizokwenda kule faraghani chooni, na ulikuwa huna akili. Hata kama uambiwe salari inatoka sasa hivi, unaambia nendeni nyie, mimi nitakuja kesho. Huwezi kwenda kupokea hata mshahara, maana miguu haisimami juu ya ardhi abadan. Tumbo hilo tena liwe la kuendesha tumbo lenyewe, asubutu. Hata kama una nini mbele yako utakiwacha, na utaweka duka lako wazi wazi kabisa. Kama utapita mtu pale, mwambie njoo nitizamie kidogo hapa, hata kufunga milango ya duka huwezi. Utamsahau Mwenyezi Mungu kwa njia gani? Labda ipatikane ufidhuli na jeuri na kiburi cha kumkataa. Utakuwa unamkataa, lakini mbele za watu ukikaa peke yako utashika tama, useme haiwezekani, Mungu yupo. Hata mchezo bwana. Kwani mtu anapenda kwenda kutuchama kule, anataka iwe hivyo, amelazimishwa, lazima iwe hivyo. Au itakuwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu kwake, anamkumbuka baada ya kupewa gonjwa moja kubwa sana, na liwe dogo dogo kwa namna ya udogo, lakini kwake kubwa. Maana ukubwa wenyewe ni kwamba mafua yamemziba kwenye pua yake, pumzi hapati, havuti wala hatoi. Watu wote watamcheka, na nawe kitu kidogo tu, flu kidogo, bwana anayejijua ni yeye kwamba sasa yumo kwenye dhiki, na anajiona anakufa hivi hivi. Pumzi zimemziba, kamasi zimeganda, taki kutoka. Au ana kijipu uchungu ndani ya pua, kimeuta ndani huko chochoroni huko, kijipu kile kinapita, usaha unampita. Basi nyie zungumzeni, chekeni, kuleni vinono vya kufurahisha. Mwenzenu taabani, hana raha, ana kijipu uchungu ndani ya pua. Ndiyo maana tafsiri hapa, nasullaha, wamempuuza Mwenyezi Mungu, wamemdharau Mwenyezi Mungu. Ama kumsahau ni kitu ambacho hakimkiniki, na awe kafiri, komunisti wa hali yoyote ya komunisti, pako pahala Mwenyezi Mungu amemwekea target. Hata hapa pia utaki kukumbuka vile vile, unanikataa mahala mwingi, unanikataa katika nyanja nyingi, je na hapa vile vile pia mie vile vile nikumbuki? Wallahi kina George Bush wameingia makanisani baada ya kuona Pentagon imepigwa. Pentagon wao wanamuona binadamu kama Usama, hawataki kabisa kuinamisha vichwa chini kwamba sasa Mwenyezi Mungu anatutia mkononi, anatuonyesha kahari. Itakuwa ajipigwe Pentagon kwanza, hata unaiona hapo ilipo, ilikofitwa huko, na halafu yeye ana agent wakubwa sana dunia nzima, kautawanya masia yeye hao, anao wengine kila aina ya mambo anayo yeye, mpaka mitandao ya internet kaieneza dunia nzima. Hufanya hilo lote, Marekani anakujua unafanya nini, halafu litokee la kutokezea. Ama kwa hakika nasullaha, wamempuuza Mwenyezi Mungu, na sio kama wamemsahau, maana hasahauliki. Ameweka Mwenyezi Mungu mienendo ya damu katika mishipa yako binadamu, akaweka na njia za kupitia maji, njia za kupitia maji machafu, unapata haja yako ndogo kikawaida. Wallahi alazim, atapokufanyia mtihani kidogo, ikawa ile damu yako inakosea njia, sasa imepita njia hizo,
Mathalan hawa wanaojidunga haya maunga madragzi, kama atakosea mshipa wa kujidunga, ikawa drugs ipitie mshipa ule, akenda akaupata mwingine wa kupitia damu, pale pale katika dakika ile ile, na mwiba umemganda pahala, mauti yako pale pale. Naambie Mwenyezi Mungu utamsahau kwa njia gani? Na mpaka mwendo wako wa damu binadamu umewekwa kimiujiza. Halafu unakuja kuziba choo kidogo, unadhani binadamu anakuaje hapo? Mauti anaona hivi mbele yake, inamuuma, haja anaipata, anaihisi, lakini kutoka haitoki. Wa naudhu billahi min dhalik. Uja umsikie mwingine choo kikubwa, haja kubwa, haipati kwa njia za kawaida, amefanyiwa operation kwenye ubavu wake na kaekewa mfuko hapa, choo uchafu unatoka hapa bavuni hapa. Naambie Mwenyezi Mungu mtasahau kwa njia gani? Msahau, unampuuza, unamdharau, umekusudia kumtukana, maana akutukanaye hakuchagulii tusi. Walipompuuza Mwenyezi Mungu, na yeye anasema fanasiyahum, akawapuuza na wao vile vile. Hana haja nao wala hadhuriki kwamba kiko kikundi hakitomkubali yeye, kiko kikundi kinamkataa yeye, kiko kikundi hakimsujudi yeye, hadhuriki. Pawa za uungu ziko pale pale. Atakayedhurika ni yule yule kiumbe ambaye kakataa kumtii Mola wake, ndio atakayedhurika. Aya Mwenyezi Mungu akaimalizia, innal munafiqina, hakika ya wanafiki, humul fasiquna, wao ndio waovu kuliko waovu, wao ndio wachafu kuliko wachafu. Humul fasiquna, wao ndio waovu. Unaiona imani sasa hiyo inapokuwa? Basi dalili ya kukosekana imani sahihi ni kama hivyo. Lazima Muislamu uelewe al-imanul haqiqi. Na katika madrasa na katika chuo cha kukufundisha mpaka uipate imani ya uhakika ni madrasatu siyam, ni moja katika shule nzuri sana ya kutafuta imani yako Muislamu. Shule nzuri sana iliyoasisiwa na Mwenyezi Mungu, anawasomesha viumbe wake katika madrasa hii. Maana pale utapofika mpaka chakula chako mwenyewe, nyumba yako mwenyewe, unachagua hasa, unafanya menyu yako ya wiki nzima, utakula nini leo na kesho utakula nini. Mtumishi unamwambia fata program hii. Mshika vizuri, tena usinjie mie kunitafuta, kunipigia simu, leo pilau, kesho biriani, kesho kutwa ndizi mbichi kwa utumbo, kitu kadha chakula kadha, kitu kadha chakula kadha, na sweeti yake kitu kadha, fruti yake kitu kadha. Unabadilisha kila siku na kila wakati. Hebu naambie, mje kama wewe umefika pahala unajizuia na kutamani vyakula vyako mwenyewe, hakuna atakayekuuliza, atakayekuingilia. Lakini kuna jambo moja limekushughulisha sana, ni kwamba umeingia katika madrasatu siyami, na kwamba umemtambua yule Mola aliyekupa amri hiyo, na ukajiuliza ukasema, nitamtanganya vipi Mola huyu? Nimemsoma, nimemuelewa katika fani za tauhidi kwamba hadanganyiki wala huwezi kujificha. Kwa hivyo ukaamua kujizuilia na kutamani vyakula vyako, na ukajizuilia na halali yako. Mkeo umeozeshwa, ukakubaliwa, idhini ikatolewa na baba mtu, na watu wakaalikwa. Kwa hivyo umemwako ndani uko siri ndani ya nyumba yako, milango na madirisha na mapazia hakuna anaokujua, na ukazuia matamanio yako, hali ya kuwa ni kitu cha lazima katika maisha yako. Kila kitu kina njaa yake, basi na viungo vya siri vina njaa maalum na yule mke, kama kwamba ni chakula, au ukipenda sema hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Wao imekuwa kama ni nguo kwenu nyinyi, na nyinyi pia ni nguo kwao. Kama binadamu hawezi kutoka nje bila ya nguo, na hawezi kuishi bila mke, wala hawezi kuishi bila mume abadan, inakataliwa. Labda au yanaumwa mgonjwa, masala mengine, lakini ilivyo hasa yeye lazima avae nguo, lazima awe na mke, lazima awe na mume. Sasa anajizuilia mtu na matamanio yake ya ahali yake, anajizuilia hali ya kuwa mzuri sana, pengine ameoa
katika mwezi wa Shaabani juzi, maana ndo harusi zetu hizo kwa ajili ya Ramadhani wanaoana watu. Sasa kumtamani na kumpenda, shauku iliyopo ni kubwa mno, maana kipya kinyemi. Lakini madrasatu siyamu ilimvunja, ikamkunyata, ikamkusanya, ikamweka pahala ipidhalili. Anaogopa hata kukaa nyumbani muda mrefu, anaogopa. Ukimtaka muulizie msikitini muda wote, huko anasoma Qur'ani, huko anamtaja Mungu, huko anafanya itikafu, huko anafanya istighfari, yuko msikitini huko. Kilichomfanyisha haya ni imani aliyonayo. Imani kaipata vizuri na kaipata ya uhakika. Ibadallah, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, wamani itaqada. Upande mwingine tunakwenda sasa, hao tuliwazungumza ambao wameitakidi au mwanzo walikuwa wametamka maneno na wakafanya lakini hakuitakidi. Sasa tunawataja wengine ili ujijue imani yako ilivyo. Wamani itaqada biqalbihi, na yule ambaye ameitakidi kwa moyo wake. Upo barabara, kesha itakidi vizuri. Mbali yule ambaye anafanya ya kuyafanya, munafiki ndo tulomwacha sasa hivi. Huyo amefanya mazuri, kamechanganyika na Waislamu, anaswali nao, anafanya nao mambo yaliyo mema, lakini ndani ya moyo wake kwa vingine. Hata akiitwa kwenda kwa Mwenyezi Mungu na mtume kutaka kuhukumiwa, akubali, kwa sababu moyoni mwake yuko vingine. Mtizame wa pili, maanake huvuki, japo kwa pahala pamoja utakuwa umeingia na wewe huvuki kabisa. Maana Mwenyezi Mungu ndo anatujua, amezileta aya hizi hali ya kuwa anatujua, na hakuna atakayeponyoka ikawa kuingia katika moja ya balaa fulani la unafiki. Maana unafiki ni maradhi, ni ugonjwa ambao anaweza kaugua yoyote. Wamani itakada, na yule mwenye kuitakidi biqalbihi, kwa moyo wake. Ameitakidi kwa moyo wake, wanatoka na akatamka bilisanihi, ulimi pia ukafanya kazi. Lakini yeye lam yusaddiq, hakusadiki i'tiqadahu, itikadi yake ile aliyoitakidi hakuisadikisha, wa qawlahu, itikadi yake na maneno yake, bil amali, kwa matendo. Mwingine huyu sasa, huyu kaitakidi kwenye moyo vizuri sana hivyo. Ukimpasua hapa unamkuta la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah inafanya kazi, inamemetuka, inang'arang'ara hivi. Yeye ni Muislamu, Muislamu wa kuzaliwa, Muislamu wa kurithi, ametoka katika migongo ya Waislamu, mababu na mabibi. Ukimpasua kwenye moyo unamkuta kweli Muislamu, lakini sasa amali yake imekwenda kinyume na itikadi aliyonayo. Hakusadikisha itikadi yake ya moyoni kwa matendo. Huyu mwingine sasa huyu, na tumejaa tele watu kama sisi. Na iangalie vizuri pointi hii, halafu utizame na ushangae pale mtu anapouliza suala, akampelekea mufti au mwenye kujibu masuala yote yule, bwana we, nini hukumu ya mtu ambaye anafunga lakini hasali? Huyu saumu yake itakuwa sahihi? Huyu atapata kitu? Jawabu anajibu mtu ya kushangaza. Bila shaka unaweza ukamtuhumu kwamba anapotosha makusudi, kwa sababu si mjinga, si mpumbavu. Anaambia kasoma sana, kasoma hadithi, kasoma sheria, kila kitu anajua. Anamwambia funga thawabu zake mbali na swala thawabu zake mbali. Kwa nini usipate thawabu ya funga wewe? Swala thawabu zake mbali kabisa. Shay'un ajibun wa gharibun. Hebu pategee sikio hapa upasikize vizuri. Pala gani? Wamani itaqada, mtu kaitakidi moyoni sawa sawa, biqalbihi, wanataka, na akatamka maneno ya shahada bilisanihi, kwa ulimi wake. Unadhani mtu kavuka hapo? Hajesha kabisa. Imma anatenda matendo lakini hakuitakidi matendo yale, muflis sana kitu. Imma anatamka
na ameitakidi lakini matendo hanayo, au anatenda lakini sivyo ilivyotakiwa, amemalizika, hana kitu. Hayo mambo sheti yaeleweke vizuri, na madrasatu as-siyam itakuwa inatosha kumpeleka mtu pala hapo mpaka kaitambua imani yake ni kitu gani. bas huyu lakinahu lam yusaddiq i'tiqaduhu wa qawluhu, hakuweza kusadikisha itikadi yake na maneno yake bil amali, kwa matendo. fa in kana qawluhu, kama itakuwa neno lake wa amaluhu na vitendo vyake yukhalifu, vinakwenda kinyume, wa yunaqidhu ash-shahadatayn, na yanapingana na shahada mbili. Kalladhi, kama yule ambaye, muangalie sasa wa kwanza huyo nani, ambaye maneno yake aloyatamka ya shahada mbili na yale aloyaitakidi moyoni yanakwenda kinyume na matendo yake. Nani huyo? Kalladhi yastaghithu, ni kama yule anaotaka nusra, anataka aokolewe bil mauta, kwa wale waliokwisha kufa. Hapo ndiko pahala ambapo yeye atakaokolewe, na anawaita hasa wale maiti, ya ghawthul a'zam adrikni, ewe mwokozi mkuu ndiriki mimi. Unadhania kwa katamka shahada mbili itakuwa na natija yote kwake yeye? Abadan. Kutamka kwake hata makureshi wametamka, lakini kwenye matendo wakaja wakapotea, basi Mwenyezi Mungu aliwahukumu ni washirikina. Unakwenda kuwaomba maiti, wakufanyie maiti, hata kama maiti huyo ni mtume wa Mwenyezi Mungu, umuombe kwa Mola wake na sio kumuomba yeye. Tena mwingine teremka chini umtafute yoyote awaye, ukimwacha Nabii Muhammad hapo kwamba hata yeye hafai kuomba. Tena mpange kwenye orodha umtakaye, Abdul Qadir Jailani, Ali bin Abi Talib, sijui nani na nani, wapange watu unawataka, hawafai kuabudiwa, wameingilia kati katika cheo cha Mwenyezi Mungu ambaye yeye ndo kuabudiwa peke yake. Unajua wewe katika imani yako liko tamko umetamka, ukakataa, ukakanusha, umesema waziwazi la ilaha, hakuna muabudiwa. Unajua kama ulikataa na ulisema la ilaha kwa namna ya al-ma'budu, la ma'budu, halafu ukathibitisha illa Allah, isipokuwa yule mwenye jina la Allah peke yake ndio akuabudiwa, basi itambue ibada ni nini. Maana kuwaomba maiti usije ukadhani kwamba si ibada hiyo, ukasema kwa nini nasali hapa, hiyo ni ibada. Maana ibada ismun jami'un, ni jina ambalo limekusanya lima yuhibbuhu Allahu ta'ala wa yardahu, yale yote ambayo Mwenyezi Mungu anayapenda na kuyaridhia ndio ibada. Kuomba ni ibada, kuabudu ni ibada, ibada imekusanya yote. Wayadhahu, na dalili nyingine anakwenda kuchinja wanyama, na Mwenyezi Mungu amekataa kinyama kuchinjwa damu kumwagika, ila iwe lengo na makusudio kwa ajili ya amri yake. Angalia vizuri unapochinja, tena usimdharau huyo unomchinja, hata kama ni bata, hata kama ni kuku, hata kama ni njiwa, hata kama ni kidege kidogo, chozi mnana au tongwa au kidege chochote ukijuacho, pale ulipokuwa mdogo unaingia mwituni na manati yako kwenda kupiga ndege, mtafute ndege mdogo yoyote. Utapoamua kumwaga damu yake unamchinja, hakikisha unamchinja kwa ajili Mwenyezi Mungu amekuamrisha. Usije ukachinja kwa itikadi damu yake wapate kunywa mashetani, wapate kunywa majini, wapate kuifanya harusi ya mwanangu isalimike sawa sawa, yende bila nuksi, basi unamwaga damu kuwamwagia majini na mashetani. Halafu bwana harusi unawafanya na bibi harusi wakiuke damu ile, ikiwa ya mbuzi, ikiwa ya nani, waikiuke mara 7, mara 21, mara ngapi. Hayo ni ambayo yanaitwa ni ushirikina, na tayari nuksi ishatiwa katika jambo la halali la ndoa. Tena usitegemee kupatikana kheri yoyote katika ndoa ile.
Na akimwachilia mume na mke, Mwenyezi Mungu atampiga mwingine, atampiga mtoto ili kuonyesha kahari wao, ataharibia pako pahala, atawachafulia tu. Maana yake jambo la halali Mwenyezi Mungu yuradhi, malaika waradhi, mitume waradhi, waislamu waradhi, wazee waradhi. Leo hii unaitia itikadi ya kujitisha kwamba umchinje mnyama ukiuke damu yake pale hakadha. Jambo hilo Mwenyezi Mungu amelikataa katakata. Itikadi yako Muislamu uwe unasema kama alivyosema Nabii Ibrahim na kama alivyofuata mila hiyo Nabii Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu. Inna salati, hakika ya sala zangu ninaposali, wa nusuki, na ibada zangu za kuchinja. Almanasik sana inahusishwa zaidi na ibada za kuchinja kama vile za hija, ndio manasik alhaji, ingawa katika neno manasik inaingia ibada nyingine mbalimbali, lakini hasa zilizokusudiwa ni kuchinja. Kwa hivyo hakika sala zangu na kuchinja kwangu nikichinja, wa mahayaya, na uhai wangu nitakuwa nao, pumzi zangu kutweta kwake, wa mamati, na mpaka kufariki kwangu, ile kuondoka kwangu duniani nitaondoka lillahi rabbil alamin, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mola mlezi wa viumbe. Hiyo ndio itikadi sahihi. Ukichinja ukatia itikadi kwenye moyo wako ya jambo ambalo hakuamrisha Mwenyezi Mungu, fahamu unamshirikisha Mwenyezi Mungu. Nyama hiyo imekuwa sawa sawa na kibudu, nyama hiyo imekuwa sawa sawa na nguruwe. Kwa hakika ni mzoga huo, ni uchafu huo. La kama unachinja kwa ajili ya kitoweo, naam, Mwenyezi Mungu amekuamrisha ule vizuri, ujipatie protein katika nyama, uchague tena, mwambie nipe steki, mwambie nipe nyama safi. Na Mwenyezi Mungu anapenda idha an'ama ala abdihi ni'matan an yara athara ni'matihi alayhi. Anapenda Mola wako kama atamneemesha mja wake neema yoyote, aione alama ya neema. Unakula vizuri, unavaa vizuri, una afya nzuri, ukisimama mbele ya Mola wako, Mola wako anafurahi, kijana kasimama mbele yangu ananiabudu, hana kunyongonyea upuuzi. Rakaa 8 za tarawehe kwa mfano na juzuu moja ile haimshughulishi, hamfanya akachoka, anasinzia tena, mikono haikai kifuani, inateremka, kila kipandisha inashuka, anakuwa na afya nzuri mtu. Mwenyezi Mungu anampenda mja huyo. Basi kama unakula vizuri, kula vizuri kitoweo, au kama unachinja kwa ajili ya kutekeleza ibada za hija, naam, amri iliyopo ibada ile yataka kuchinja. Madhal hija yako ni khirani, madhal hija yako ni tamattu'i, kuchinja kwako ni wajibu. Lazima umshukuru Mwenyezi Mungu, wewe aliyekutunukia safari hiyo, wenzako wanaitamani na mpaka wanaondoka duniani hawajathubutu kupakanyaga pale na wanataka sana, lakini Mwenyezi Mungu hakuwapa nafasi hiyo. Wewe umepewa kama mchezo na unakwenda kila miaka, kila mwaka unakwenda. Kwa hivyo hebu mshukuru Mola wako kwa kuchinja sana, mwaga damu ya wanyama, lakini kwa lengo si kujionyesha, si jambo jingine isipokuwa lengo lake unamshukuru Mwenyezi Mungu neema aliyokupa kwa vitendo, na kwamba unawasaidia wale ambao hawajiwezi, unawapelekea angalau nyama basi wale. Kama utachinja kwa ajili ya ibada ya hija, naam, chinja tena, chinja sana. Hija iliyo bora, alaju wasaju, ni hija iliyoinuliwa na mwanamume sauti ya talbia kwa nguvu, na ile ambayo imemwagwa damu sana ya wanyama, ndio hija bora zaidi. Chinja sana. Au unachinja kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu amekupa riziki ya mtoto. Kwako rahisi sana mtoto kupatikana, wenzako wanahangaika sana na hawana pa kumpata mtoto, na wako tayari kutoa chochote kile katika mali zao, wamalize vitu vyote wampate huyu mmoja tu, mwana mmoja tu kabisa hapatikani. Wanafika wakati wajinga wasiojua Uislamu, wasiojua dini, wanafika kuambia marafiki zao, bwana nye, mimi nishakwama, nishamaliza kila kitu, mtoto simpati.
Hebu nyie marafiki zangu, nendeni nyumbani, nakupeni na kuazimeni mke wangu, mwende mkalale naye. Yoyote atakayebahatika, labda nyie mtatia mimba. Tizama mambo hayo, kafika hadi mtu anaambia watu hivyo, wende wakamuingilie mkewe. Ile ghera ya wivu inanyang'anywa, anaondoshwa, hanayo. Halafu matokeo yake mimba imeingia, wale marafiki kila mmoja anadai mtoto wangu mie, mtoto wangu mie, twende hospitali tukapimwe, kesi mahakamani. Tunayasoma hayo katika dunia, kwenye magazeti, matelevision, mahabari yote, kuonyesha nini? Kwamba mtoto kumbe ni neema kubwa sana. Wala huwezi kuijua kwamba hii ni neema kubwa mpaka umkute mtu anahangaika naye, ndo utapojua kumbe mtoto neema kubwa. Basi katika neema hii kuishukuru kwake, Mtume kakuwekea kawaida maalum. Anatuambia kullu ghulami, kila kijana azaliwae, murtahinun biaqiqihi, yuko rahanini, ananinginia, atakugombolewa kwa kufanyiwa hakika yake ya kuchinjiwa mnyama wake, sadaka itolewe, maskini za Mungu wale nyama, wamshukuru Mungu. Ndo kheri ya mtoto yule, ndo maisha mazuri ya mtoto yule, ndo akili ya mtoto yule itapokuwa inafanya kazi sawa sawa, maskulini, machuoni, si kwenye Qur'ani, si katika mambo mengine. Afanyiwe hakika, tudhbahu anhu, achinjiwe mnyama wake, yauma sabihi, siku yake ya saba tokea azaliwe. Kama mwenye uwezo, ana uwezo, afanye hivyo. Wayuhlaku, na anyolewe nywele. Wayusamma, na tena aitwe jina, tena jina zuri umchagulie. Hiyo ni haki yake, umfanyie fedha. Haki ya mzazi juu ya mwanawe, haki ya mtoto juu ya mzazi ni kumchagulia jina zuri atakapompata mtoto huyo, na akibalighe amuozeshe, na kumfanyia mambo yake ya sunna kama vile hakika, amfanyia hakika yake. Wala usimngojee mpaka akaondoka duniani. Akiondoka duniani umechelewa. Lakini shetani katugeuzia mambo. Wahyi wa Mwenyezi Mungu katufanya tuweke upande, ametupa wahyi wake. Hakika watu wengi wanaielewa, mtoto unamchinjia mnyama wake pale atapoondoka duniani, ndo namfanyia hakika. Wazee wetu huko majumbani wengi wakifahamu siku za nyuma ya kwamba unamfanyia uchimbo mtoto, unamtafutia nuhusi, unamtafutia uchuro kama utamfanyia hakika kabla ya kufa. Kumbe hakika umfanyie hajafa, yu hai. Basi kama utamchinja mnyama kwa nia kama hiyo, naam, uko juu ya kidoto cha alama ya dalili. Unafanya ndivyo, nyama ile igawe mafungu kama matatu hivi. Fungu moja kiteo chako mwenyewe nyumbani kula, unayo ruksa, na mpaka nyama kwenye ibada za hija wewe mwenyewe kuionja, unayo ruksa vile vile. Fungu la pili ulifanye kwa majirani zako waliokuzunguka, hasa hasa wale ambao unawaelewa hali zao ni ngumu za maisha. Pengine miezi 6 inapita, kilo ya nyama binadamu hajaivumbua, anaponea kwenye misumari, anacheka. Msumari kishaujua mwanangu, lazima ucheke. Msumari dagaa, usilidharau, ni iron. Msumari wa kweli ule, mna kila kitu katika vitamins. Anaponea mle mtu kwenye msumari, akitoka kwenye msumari sijui kuna kitu uduvi, akipona kwenye uduvi kidogo kaingia katika papa mkavu kidogo, jambo kwa kachumba litungule vitunguu hivi kidogo, hakadha. Lakini habari ya kilo moja ya nyama 2,000 kwa sasa na 200 inaweza kufika mpaka miezi 6 hajaivumbua, anaimezea mate. Labda itokee kualiko pahala harusini, kwenye karamu ya mchana, au imekuja halua na nyama pahala hivi, akapata angalau kuchukua kidonge kimoja. Maana kimoja ataona haya kutia gao pale, maana kila mmoja achukua moja kipande. Tena itakuwaje kwa yeye miezi 6 hajala nyama, atie mkono wake pale kisha atie mfukoni? Haiwezekani, itabidi pale ya meze mate. Naam. Basi unapochinja mgaie mtizano mwenye hali mbaya. Wa at'imul ba'is al-faqir, mumlishe yule fakiri mwenye hali mbaya kabisa. Na fungu la 3 hujakatazwa vile vile
marafiki zako hata kama hali zao ni nzuri, wenzio sana, mmetoka mbali, kutwa kucha mko pamoja, mipango yenu mnaipanga pamoja, kila kitu pamoja, watafurahi na wao vile vile kuwakumbuka kwamba wewe unatekeleza sunna ya Mtume ya kumfanyia mwanao hakika, na kwamba umewakumbuka marafiki zako vile vile. Ima ukawaita nyumbani waje wale, wa ima ukawapeleke kila mmoja kitoweo, na wala hakuna sharti kwamba nyama ya hakika iliwe na kitu kitamu, manda na asali, si lazima. Kama nafasi yako unayo haya, ila imekuja katika baadhi ya akwali, katika baadhi ya riwaya imekuja kwamba ile mifupa isikatwe ovyo ovyo. Mwambie mchinjaji wako wa mnyama kwamba nimekusudia hakika na kuomba kwamba nyama hii uichune vizuri, usivunje mifupa ile. Kama utakwenda kuifukia, ifukie vile vile. Hatujui siri yake Mtume wa Mwenyezi Mungu ni vipi, lakini hiyo ndio kitu ambacho kimekuja katika baadhi ya akwali, baadhi ya riwaya. Kama utamchinja mnyama kwa madhumuni hayo, basi naam, kula nyama yako. Ukiondoka hapo, sijui kuzungusha ng'ombe mtaani kwa nuksi iliyoingia na hitima kusomwa majiani, kisha mnyama yule apenduliwe, achinjwe na watu wafanye karamu, wagawane nyama yao, nguruwe yule, kibudu yule, sawa sawa na wale ambao mizoga. Maana kilichochinjiwa nyama yule si katika jambo ambalo Mwenyezi Mungu ameliamrisha, wama dhubiha bighairi llahi, kile kimechinjwa bila ya amri ya Mwenyezi Mungu. Basi kwa hivyo wale ambao watakuwa wameitakidi katika nyoyo na wakatamka kwa ulimi, lakini itikadi zao na maneno yao hayakuweza kusadikishwa na vitendo vyao, matokeo yake wakawaomba maiti, matokeo yake wayadhbahu lilquburi, wakenda wakachinja kwa ajili ya makaburi, wanayachinjia makaburi na kwenda kutufu makaburini, ibada ambayo haifai kufanywa ila pahala pamoja tu, Makkah al-Mukarrama, kwenye nyumba ya al-Kaaba, au wala baitin wudi'a lin-nasi, ndiyo yenye ibada ya tawafu. Hakuna pahala pengine popote ambapo kuna ibada ya tawafu, ni pale tu Baitullahi al-Haram tu, hakuna pahala pengine. Ibada ya tawafu inafanya pahala pale tu. Wayadhbahu lilquburi, akenda akachinja mtu kwa ajili ya makaburi, afahamu kwamba imani yake ima itakuwa imepunguka sehemu kubwa au hana kitu, kabaki ni mushrik. Wa yad'u almauta, akenda akaomba mauti, biismi, ati kwa jina lilomfanya awaombe maiti wale, ati katika jina al-awliyai, hawa ni mawalii hawa. Sisi tunawaomba kwa sababu hawa ni vipenzi wa Mwenyezi Mungu, hawa ni auliyaullah hawa, na ndio maana tumekuja hapa kushtaki hali zetu kwa mabwana. Tunawaambia mabwana, simameni huko mliko, mtu tengenezee mambo yetu huku yanaharibika. Biismil awliyai, kwa jina kwamba wanawaomba ni mawalii, wa as-salihina, na wanawaomba ni watu wema. Fahadha, ama huyu yeye anaondoka katika unafiki, anaingia kwamba yeye ni mushrik, mwenye kushirikisha, kafirun billahi, amemkataa Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Kafirun billahi azza wa jalla, amemkataa Mwenyezi Mungu mtukufu. La yanfa'uhu nutquhu, haitomfaa kitu kutamka kwake, bishahadataini, shahada mbili zake, hakadha bisaraha, hivi ndivyo inavyotamkwa kwa uwazi kabisa. Kama anaweza mtu kupambana na hoja hii, anakaribishwa kwamba mtu awe ni mushrik hali ya kuwa ana shahada mbili kazitamka, basi kwa kuwa amechinja kwa ajili ya makaburi, kwa ajili amewaomba watu waliolala makaburini kwa ajili ya mawalii, anakataa kwamba mushrik, ajaribu kutoa hoja, atajibiwa, hana pa kupita.
la yanfa'uhu nutquhu, haitomfaa kitu matamshi yake bishahadataini, wala intisabuhu, wala kujinasibisha kwake lilislami, kwamba yeye ni muislamu. Haitomfaa nasaba ya uislamu wa kule kuzaliwa kwake na wazee wa Islamu na kuitwa jina zuri sana, tena kachukua jina la mtume, pengine Muhammad jina lake. Wala tasihu, isitoshe. Hapa ni pahala pagumu sana, hapa ni pahala pazito sana. Enyi ndugu Waislamu, enyi ndugu zetu tulio pamoja kwenye ibada ya saumu, hapa ni pahala pazito sana. Madrasatu siyami ikupatia imani sahihi, imani ya uhakika. Angalia vizuri imani yako, panasemaje? Wala tasihu, wala haitusihi, minhu, kwa mtu kama huyo, ibadatun, ibada yoyote. Hakadha ibadatun, ibada yoyote, si ya sala, si ya funga, si ya hija, si ya zaka, haisihi, kwa sababu ibada ya mushrik Mwenyezi Mungu haikubali. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika, Muhammad, tumefunua maneno kwako na kwa waliopita mitume wenzio kabla yako wewe, tuliwaambia hivi na tunakwambia wewe, la in ashrakta, tunakuwa pia Muhammad, kama utashirikisha Mwenyezi Mungu, hata wewe khairu khalqillahi, wewe pia, la in ashrakta la yahbatanna amaluka, kama utashirikisha na punje ndogo ya shirki, basi amali zako zitaporomoka. Wala takunanna min alkhasirin, na utakuwa tu miongoni mwa waliokhasirika. Balillaha, lakini Mwenyezi Mungu fa'budu, umwabudu peke yake. Wa kum minashakirina, na uwe miongoni mwa wanaoshukuru neema za Mwenyezi Mungu kwa vitendo. Hatta nafsu rasulillahi itaangamia na ibada zake zote zitakataliwa zote, hata ibada za mtume wa Mungu. La yahbatanna amaluka. Wala tasihu, na wala haitosihi tena, minhu, kwa mushriki huyo anawaomba maiti, anawachinjia maiti, haitosihi kwake yeye ibadatun, ibada yoyote. Utakuja kumwambiaje muislamu mwenzako ibada ya funga thawabu zake mbali na ibada ya sala thawabu zake mbali? Kwa nini? Kwani funga kamrisha nani na sala kamrisha nani? Na halafu sala iko katika daraja ya ngapi katika nguzo za Uislamu? Iko nambari ngapi? Na funga iko nambari ngapi? Itakuwaje uchupe uende katika nguzo ya 4 uache nguzo ya sala ambayo ni ya pili tu baada ya shahada? Muislamu awe anasali, uachilie mbali sala uende kwenye funga, kisha Mwenyezi Mungu haikubali saumu yako. Kwa kuwa nini? Ati umekaa na njaa sana, ati umestahimili kiu sana. Mwenyezi Mungu hana haja ya njaa yake mtu wala kiu yake. Hii ibada ya funga si kutiwa mtu adabu, ni ibada maalum. Anatakiwa mtu asogee mbele kwa Mola wake kiroho na katika mwili, imani yake isogee, asogee kwa sifa zote za Muislamu au Muislamu kamili katika mambo ya muamalati, kutendeana binadamu na binadamu, awe pia kafaulu anawatendea mema wenziwe. Tena yasiwe mwezi wa Ramadhani peke yake, iwe anaendeleza hata katika siku nyingine, maana kabobea kashiba ile ilmu ya saumu sawa sawa, basi anaendeleza wema ule katika siku nyingine vile vile. Hata yatuba ila Allah, hapakubaliwi ibada yote kwake mpaka atakaporejea kwa Mwenyezi Mungu, akaleta toba, akaacha ushirikina, wa yukhallisa dinahu lillahi, na akaitakasa dini yake, akawa naifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu peke yake. Kawaachilia mbali mawalii walio makaburini, kawaachilia mbali na nani, hana mwanashungi, hana sultani panga, ye anaye Mungu tu peke yake, ana Mungu tu peke yake. Hana mzimu wa jadi, hana karara inayoning'inia mlangoni, hana karatasi ya talasimu na azma, hana hirizi si kwake yeye wala kwa mwanawe, hana mvuje uliofungwa mkononi, bali yeye anasema waziwazi, Rabbul mashriqi wal maghribi. Huyo Mola nilomwamini ni Mola ambaye kaenea ilmu yake, uwezo wake ni Mola wa mashariki na magharibi, la ilaha illa huwa, hakuna muabudiwa isipokuwa yeye. Fattakhidhu wakila, hebu mfanye yeye kuwa ni mlinzi wako.
na sio mvuje wala sio kisu cha ukindu na ndimu kuwekewa mtoto mchanga kwenye kichwa chake. Imfanye nini? Hata ana habari mtoto mchanga kama kaingiwa kitu silaha pale, akija shetani aikamate mrembe, hata anajua? Hana habari kabisa. Yeye mwenyewe hapo ulipo ukenda na jisu ukaanza kumfanyia na kumfanyia, wanataka kumuua. Kama kuna kicheko atacheka kama anataka kucheka, kwa sababu anakuona kama unacheza naye tu, wala hajui kama ni hatari hiyo. Kwa hivyo ulipomwekea silaha aitumie, ajidanganya nafsi yako tu basi, kiasi cha kuharibu itikadi yako tu basi, uitwe mushrik. Qala Allahu ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, fa'budillaha, basi mja wangu muabudu Mwenyezi Mungu, mukhlisan lahu din, hali ya kuwa ni mwenye kumtakasia yeye Mwenyezi Mungu ibada. Huna kwenda huku wala huku, peke yake Mwenyezi Mungu unamfanyia ibada yeye peke yake. Ala, akaendelea Mwenyezi Mungu kusema, tambueni lillahi dinul khalis, kwa Mwenyezi Mungu ndo kwenye dini iliyotakasika ya pekee. Ala, fahamuni vizuri, lillahi ni ya Mwenyezi Mungu, ad-dinul khalis, ibada iliyotakasika. Walladhina, na wale ambao ittakhadhu min duni, waliofanya kinyume na Mwenyezi Mungu yeye auliyaa, viumbe mbalimbali, wakawafanya ni walinzi na ni vipenzi. Kwa hakika ukiwatia hoja, mbona nyinyi mwashirikisha? Ilikuwaje wewe ukatamka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, halafu sasa uko hapa unaitakidi kwamba yuko atakaye kutekelezea haja zako? Jawabu yao, ma na'budu, tokea Makoreshi mpaka leo. Ukiwaambia mbona mkowelezo na makaburi mnatufu hapa kwa Kaaba hii, mbona mnagaragara, mbona mnajisugulia nyuso makaburi, mbona mnawaita hawa watu kwa nusra, wa kunusuruni, wa kusimamieni mambo yenu? Watajibu wazi wazi, watakwambia kwamba hii si ibada, hii si ibada, nyinyi ni wajinga tu, hamkusoma tu, nyinyi ndo mambo yenu, kila kitu bid'a, kila kitu bid'a, hamjui lolote. Maana abudu, sisi hawa hatuwaabudu illa, isipokuwa tunafanya hivi na kuwaita hivi, liyuqarribuna, ili wapate kutusogeza sisi, watu kurubishe sisi, ila Allahi, kwa Mwenyezi Mungu, zulfa, kwa ukurubisho mwema. Maana hawa watukufu hawa walikuwa wema hawa katika zama zao. Tunaona Mwenyezi Mungu hatuwezi kumfanyia utovu wa adabu tukenda moja kwa moja kwake, ila tupitie kwa waheshimiwa, wapate kutupelekea maombi yetu haraka haraka. Liyukaribuna ila Allahi zulfa, hiyo habari ya kumpata mheshimiwa akufikishe pahala unapotaka. Hayo mambo ya kidunia hayo bwana. Ukimtaka mfalme uende ukaweke, fanya application, uulite masuala, wataka nini, kwa nini unane naye, lete pasipoti yako, lete kitambulisho chako, kamlete sheha, kamlete nani. Baada ya miezi mitatu ndio upate jawabu. Kwa Mwenyezi Mungu anasema, wa idha sa'alaka ibadi anni, na pindi wakuulizapo Muhammadi waja wangu kuhusiana na mimi. Hapa Mwenyezi Mungu akamwambia mtume wake fakul, aliingia mwenyewe moja kwa moja, fa inni, hakika mimi, karibun, niko karibu sana na waja wangu. Tena kukaribia kwenyewe sio kama nipo karibu tu bure bure, hapana. Ujibu, naitikia mimi, da'wata da'i, dua ya muhitaji, dua ya muombaji, na namuitikia idha da'ani, wakati ule ule anaponiomba mimi. Lakini kuna sharti, falyastajibu li, na wao viumbe wangu wawe tayari kuniitikia mimi kwenye amri zangu. Waliyu'minu bi, na waniamini peke yangu, la'allahum yarshuduna, ili wapate kunyokewa na hayo wanaoyaomba. Basi ukiwauliza hawa watakwambia, la ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mwenyezi Mungu anajibu jawabu ya watu hawa, inna Allaha yahkumu bainahum. Unasema nini? Wakukurubisha kwa Mwenyezi Mungu, basi hakika Mwenyezi Mungu atapitisha hukumu kati yao, fima hum fihi yakhtalifuna, katika yale yote ambayo wao wanakhitlafiana nayo. Inna Allaha, haka Mwenyezi Mungu, la yahdi, hawafiki uongofu, hamuongoi, man huwa, yoyote aliyekuwa, kadhibun, muongo, kafaru, ambaye ni kafiri, hawezi kumpa uongofu kabisa kabisa, maana anamchukia kama kadhibikia. Haya ndiyo mambo yalivyo, na hii ndiyo hakika ya imani ilivyo. Sasa kama si hivyo, funga unavyofunga,
Kama haiko nguzo moja tu katika nguzo 5 za Kiislamu imetenguka, ujue nyumba yako ya Uislamu mbovu, itabomoka tu, italala upande mmoja tu. Maana kila nguzo katika 5 za Uislamu inajitegemea kwamba inaweza kusimamisha jengo la Uislamu. Ikitenguka kidogo tu nguzo moja, Uislamu wote unapuruchuka. Mwambie mtu waziwazi, ukifunga uswali bwana, na ukiswali tena usiswalie uji tu jioni magharibi, uswali moja kwa moja mpaka kufa kwako. Usidanganye ukasali kidogo siku chache mwezi Ramadhani na baadaye ukatoka. Mwambie asali kweli, nafasi alionayo ni rasilimali yake ya uhai wake. Mwenyezi Mungu amuulize kwa nini akamweka hai mpaka sasa hivi, na wengine akawaondoa, kwani kuna kitu gani kitakiwacho kwake. Afahamu vizuri kwamba amepewa onyo la mwisho, rasilimali ya mwisho, na Mwenyezi Mungu akitaka atamuondoa kabla ya kuimaliza Ramadhani, au atamuondoa kabla hajafanya lolote lile. Basi na arejee kwa Mwenyezi Mungu. Wa a'udu lihadaratikum ila huna, narejea kwanza kwa muda kwenye hadhara yenu hii mpaka hapa tulipo. Wapi hapa? Wama adraka ma huna, nini kimekujulisha hapa tulipo ni wapi? Huna madrasatu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hichi ni chuo alichokiasisi mtume wa Mwenyezi Mungu. Hivi ndivyo wanapopata faida Waislamu wakakitaka kusikiliza yenye faida na wao. Yakulu fiha alhabibu almustafa, katika chuo hicho mtume alikuwa na kawaida ya kusema mara kwa mara, albirru la yabla, wema hauozi, wadhambu la yunsa, na dhambi haitosahauliwa, wadayanu la yamutu, na Mwenyezi Mungu mlipaji hafi, anakungojea akakulipe, wabilkaili alladhi takilu tuktalu, na kwa kipimo chochote ambacho utampimia mtu nawe utapimiwa vile vile. Wayakulu aidan, na pia mtume akisema, kullu ibn adam khata'un, wote wanadamu wana tabia kufanya makosa, wa khairul khata'ina, lakini wazuri wanaokosea at-tawwabuna, ni wale wenye kurejea kwa Mwenyezi Mungu haraka haraka. Inshallah maudhui yetu hii fi haqiqati al-imani wa alamatihi itakuja kuendelea tena hapa siku ya Ijumaa inshallah taala. Lakini kesho tutakuwa katika msikiti wa Raha leo, na kule tutakuwa na maudhui nyingine.